Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika wizara yetu ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Lakini mwanzo kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaanza kuchangia, naomba nikutaarifu kwamba mimi pia ni mwanahabari. Mimi nimetoka chumba cha habari kwenda kugombea ubunge. Kwa hiyo nimetoka kwenye habari nikaenda kwenye ubunge moja kwa moja. Kwa masuala yote ambayo yanahusu habari, Mheshimiwa Mwenyekiti, hata kama siyafahamu kwa kina sana, lakini angalau najua vizuri. Naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri amekuwa ni mbunifu katika maeneo mbalimbali ambayo amekuwa akipita, na mimi binafsi nimefanya naye kazi akiwa mkuu wa wilaya Kinondoni, nimefanya naye kazi akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Baada ya pale akaenda benchi, tukapotezana kidogo kwa sababu nilikuwa na kazi, yeye hakuwa na kazi. Akatoka akawa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, nimefanya naye kazi. Lakini vile vile sasa hivi ambapo pia ni Mheshimiwa Waziri, na shukuru kwamba nafanya naye kazi akiwa ni mimi nikiwa mbunge. Na katika kipindi chote Mheshimiwa Mwenyekiti ambacho nimefanya naye kazi, nimeshuhudia jinsi gani ambavyo ni mbunifu, na sisi vijana ambao tulikuwa tunamsaidia katika kutekeleza baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavifanya, tunamshukuru kwamba tulikuwa tunakaa na mtu ambaye unaona anawaza vitu kwa namna kipekee, namna kitofauti, na hata sisi tunafurahi sana kwenda kutekeleza yale mambo ambayo anakuwa ametuomba twende tukayafanye. Kwa hiyo nampongeza sana. Kwa kusema hivyo, najua akiwepo Mheshimiwa Waziri Paul Makonda, Mheshimiwa Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma ambaye naye katika eneo la sanaa amefanya vizuri kwa kipindi cha muda mrefu, pamoja na kwamba bado anaonekana bado ni kijana mdogo, lakini kwa sanaa ni legend kwa hapa Tanzania. Lakini vile vile wanaye katibu mkuu ambaye anaifahamu vizuri sana sekta na taaluma ya habari, ambaye amekuwa ni mwanahabari mwenzetu ambaye ametokea pia chumba cha habari mpaka hapa alipo amefikia kupitia katika taaluma ya habari. Kwa hiyo tunaamini kwa utatu huu mtakatifu wakisaidiwa na watu wengine wanaosaidia katika wizara, naamini wizara yetu sisi kama wanahabari itakwenda mbele zaidi. Sasa mimi nimesikiliza michango Mheshimiwa Mwenyekiti tangu asubuhi. Niseme ni kwa bahati nzuri au kwa bahati mbaya kwamba wizara yetu ni kubwa, ina habari, ina utamaduni, na sanaa, ina michezo vile vile. Lakini waheshimiwa wabunge wengi ambao wamezungumza walikuwa wakizungumza sana upande aidha wa sanaa au upande wa michezo. Sasa sisi ambao ni wachache wanahabari, naomba na sisi angalau tupate nafasi hii kuzungumzia kidogo kwenye sekta ya habari. Mimi naomba ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wakati Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, sisi ambao tulikuwa ni waandishi wa habari tuliona ni kwa namna gani ambavyo taaluma ile ilibadilika, na tukatoka katika kipindi ambacho tulikuwa tunafanya kazi katika mazingira magumu na tukaenda katika kipindi ambacho tulikuwa tunafanya kazi katika mazingira ambayo ni rafiki sana. Tulitoka katika kipindi ambacho tulikuwa tukiitwa kwenda kutoa maelezo, unaamini kwamba naenda kufungwa pingu, naenda kufungiwa. Lakini tukaenda katika kipindi ambacho ukiitwa kwenda kutoa maelezo TCRA, unaenda kupongezwa kwa kazi nzuri ambayo umeifanya. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu waheshimiwa wabunge, kuna watangazaji wengi sana ambao mlikuwa mnawasikia katika kipindi cha nyuma ambao sasa hivi inawezekana hamwasikii. Wapo ambao wametoka kwenye taaluma zao ama kwenye hii kazi kwa sababu mbalimbali, lakini wapo ambao wametoka kwa kulazimika, kutoka kulingana na sheria ambayo ilitungwa. Sheria ile sio mbaya, sheria ni nzuri, na sisi kama waandishi wa habari tunaipongeza kwa sababu inatengeneza mazingira ya taaluma yetu ya habari kwenda kuheshimika huko mbeleni. Na leo ninapozungumza, naamini baada ya miaka 5 ijayo mwandishi wa habari atakuwa akisimama akizungumza, anaonekana kweli mtu amezungumza ambaye ana kazi yake ambayo inaeleka, kwa sababu ile sheria ambayo inakwenda kutulinda sisi waandishi wa habari. Lakini Mheshimiwa Waziri, wakati ambapo nyinyi mmeingia katika kipindi hiki, na nakushukuru sana kwamba umezungumza ni kwa namna gani wale waandishi wa habari ambao walikuwa ni wenzetu ambao sasa hivi hawapo kwa sababu ya matakwa ya kisheria ya kutokuwa na ithibati, na kushukuru sana, umezungumza vizuri ni kwa namna gani ambapo tutakwenda kuona huko mbeleni kwamba tutakwenda kurudi kwenda kujiona na sisi ili waendelee kufanya kazi, wapate vipato na waweze kuendesha familia zao. Lakini lazima tuwe na namna ya kutengeneza mazingira ya kwenda kuwasaidia, kwa sababu wale ambao wametoka sio muda mrefu ambao wametoka. Kuna waandishi ambao wamefanya kazi kwa miaka mingi, lakini sasa hivi hatuko nao. Na umezungumza vizuri kwamba mnatengeneza utaratibu wa kwenda kuwasaidia, kwenda kuwarudisha katika ajira zao baada ya kuwa mmetengeneza utaratibu mzuri wa kwenda kuwapa ithibati. Lakini Mheshimiwa Waziri, wakati ule tangazo lile lilivyotoka, kuna waandishi ambao walilazimika kutoka kwenye ajira zao, vyombo vyao vikaondoa kwamba waende sasa wakapambane kwa ajili ya kutafuta ile ithibati. Kwa hiyo wakatolewa kwenye payroll na mikataba yao ikasitishwa. Sasa hivi unapozungumza kwamba mnaenda kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda kutafuta namna ya kuwarudisha,
lazima pia mkumbuke kwamba zile ajira zao walizokuwa nazo huku nyuma sasa hivi hazipo tena. Kwa hiyo mtakapotafuta namna ya kwenda kuwapa ithibati, basi Mheshimiwa Waziri, unajua wewe ni mbunifu na wasaidizi wako wote ni wabunifu. Tafuteni namna ya kuwasaidia wale wengine ambao sasa hivi wako bench. Kuna watu ambao wamefanya kazi miaka 30, wamefanya kazi miaka 25, wengine hawana taaluma za uandishi wa habari lakini wana taaluma nyingine. Tafuteni namna ya kuwasaidia kwenda kulinda zile ajira zao ambazo zilikwisha potea. Sote tunaamini Dr. Samia Suluhu Hassan ni kipenzi cha wanahabari na angependa kuona hakuna ajira ya Mtanzania yeyote ambayo inapotea. Mheshimiwa Mwenyekiti, waandishi wa habari, unapotuona sisi waandishi wa habari tunavaa vizuri, tunapendeza, tunajipenda sana, na huwa tunakaa hata sehemu hata meza ambazo wanakaa watu wa juu, tunakaa meza moja, lakini haimaanishi kwamba tuna maisha mazuri kama walionao wale ambao tunakaa nao meza moja. Waandishi wa habari, hali zetu ni ngumu sana za kiuchumi. Hali zetu ni ngumu sana za kiuchumi kulingana na zile sehemu ambazo tunafanyia kazi. Vyombo vya habari ambao tunavifanyia kazi, hali zao za kiuchumi ni mbaya sana. Ni mbaya sana kwa sababu mbalimbali. Lakini moja ya sababu kubwa ambayo tunaizungumza ni kwa sababu vyombo vyetu vya habari havijatengenezewa mazingira mazuri ya kufanya biashara, na vile ambavyo vimetengenezewa mazingira mazuri ya kufanya biashara vinakopwa na serikali, lakini serikali hiyo hiyo inachelewa sana kwenda kulipa yale madeni. Kwa bahati mbaya ukichelewa kumlipa chombo cha habari madeni, TRA hatajua kwamba unadai serikali umechelewa kulipa, NSSF hatajua kwamba unaidai serikali umechelewa kulipa, yeye atakuja. Lakini sasa wewe ambao unamiliki chombo cha habari lazima utengeneze mazingira ya kumlipa serikali, lakini katika mazingira ya kumlipa serikali ambaye utamdanganya ni mwandishi wa habari yule ambaye umemwajiri. Kwa hata kama mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu hajalipwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nakuomba, wakati wa nyuma kidogo kuna kamati ambayo iliundwa ambayo ilikuwa imeundwa mahususi kwa ajili ya kupitia uchumi wa vyombo vya habari na kwenda kutoa mapendekezo. Ile kamati ilimaliza kazi yake na yale mapendekezo yalitolewa. Mheshimiwa Waziri, tunakuomba rudi kule wizarani, kaombe ile taarifa ya ile kamati ambayo ililetwa, kaangalie ni vitu gani ambavyo vilikuwa vimeandikwa ama vilikuwa vimependekezwa katika ile kamati ili uende ukafanyie kazi. Miongoni mwa mambo ambayo yalipendekezwa ni kwenda kulipa madeni ya vyombo vya habari ambavyo vinadai, lakini vile vile ni vyombo vya habari kwenda kukopeshwa mikopo rafiki, mikopo ambayo haina ugumu kwenda kuipata, ambayo itakuwa na riba nafuu, ili vyombo vya habari vikope viende kufanya kazi na wananchi sisi wa Tanzania waandishi wa habari tuweze kulipwa. Lakini nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo umepambana umepata bilioni 20 kwa ajili ya kukopesha watengeneza maudhui, unashindwa nini kutafuta fedha nyingine kwa ajili ya kwenda kutafuta mikopo kwa ajili ya kuvikopesha vyombo vya habari? Kwa sababu hivi vyombo vya habari ndivyo ambavyo vinakwenda kufanya au vinakwenda kuelezea yale mazuri ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya, wanafanya kwa uzalendo wao. Lakini tunatengeneza mazingira ya kudhibiti vyombo vya habari vya ndani, wakati huo tunasahau kwamba kuna vyombo vya habari vya nje ambavyo vinaweza vikatufikia kirahisi sana. Hata mfano tu vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi, vyombo vya habari vya ndani tunashukuru walikuwa wazalendo, wakakaa upande wa taifa. Lakini ukija kuangalia kuna vyombo vya habari vya nje ambavyo ndivyo vilileta taarifa ambazo ni za uongo, ambapo tumetengeneza mazingira kwa kudhibiti hao ambao watakuwa wazalendo, lakini wale wengine ambao watakuja kuleta taarifa za uongo hatuna access ya kuweza kuwadhibiti. Kwa hiyo nilikuwa naomba Mheshimiwa Waziri, wewe umekuwa ni rafiki wa wanahabari, Mwana FA Mheshimiwa Naibu Waziri amekuwa ni rafiki wa wanahabari, lakini Katibu Mkuu amekuwa ni mwanahabari mwenzetu kwa kipindi cha muda mrefu. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyoingia, watu ambao waliotengenezea mazingira ya kunyosha vitu haraka haraka walikuwa ni waandishi wa habari. Kwa hiyo tunaamini hata haya mambo mengine hamwezi kushindwa kwenda kuyafanya. Tunaamini ndani ya muda sio mrefu basi angalau hata sisi wanahabari tutakuwa tunashukuru kwamba maisha yetu angalau yanakwenda vizuri. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba nitoe pendekezo moja la mwisho kabisa. Vyombo vya habari vya kielektroniki kwa maana television na radio, wao wanawajibika kwenye kamati ya maudhui ya TRA. Mheshimiwa, muda wako umeisha. Naomba Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana.